Asante. Leo ni siku ambayo tupo hapa nyumbani kwa marehemu Sebo, ambapo ndipo nyumbani kwa marehemu, ndipo nyumbani kwa mama yake, na ndipo eneo ambalo Sebo amezaliwa, panaitwa Lugazi. Ni eneo ambalo limejumuisha baadhi ya ndugu ambao wapo hapa. Kuna shangazi zake, kuna wajomba na wengine wakiwa wamejenga pia sehemu kama hii. Kwa hiyo ni sehemu ambayo hapo jana tulipofika tulifikisha mwili eneo hili mara baada ya kwenda kwenye kanisa ambalo lile kanisa Sebo alitoa mchango mkubwa sana katika kulijenga, na tuliingia hapo na baadaye majira ya saa 3 usiku tulitoka tukaenda kupumzisha mwili nyumbani hapa kwa mama. Na leo asubuhi kama unavyoona sasa hivi kuna pilika za shughuli hii, ikiwa ni pamoja na watu kupata chakula cha mchana, ili sasa mara baada ya hapa tutoke sasa kwa ajili ya kwenda kanisani, kanisa ambalo ni la Lugazi hapa parokia Lugazi, kwa ajili ya kupata ibada na mwenzetu Dennis Sebo. Tunataraji kuwa na ibada hiyo ya marehemu wetu leo kwa muda ambao tutakuwa hapo kanisani, lakini mara tutakapomaliza ibada hiyo tunataraji kutoka moja kwa moja na kuelekea Kayunga, katika mji ambao yeye amekuwa anakaa pia huko, na ndio mahali ambapo pia kafanya mambo mbalimbali ya kimaisha, lakini ni eneo pia ambalo la baba yake mzazi marehemu. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo yeye alikuwa yupo, na unajua tena mila za Kiafrika, kuna sehemu unaweza kukuta mzazi alikuwepo, basi katika namna moja au nyingine ukaambiwa ukae au yaendeleze, au mwenyewe ukaamua ngoja niendeleze na kadhalika, na ndipo ambapo kaburi lake limeshaanza kutengenezwa tayari kwa ajili ya mazishi hapo kesho. Tutaanza safari hiyo mara baada ya hapa na tutafika huko leo. Tukishafika tutafikia tena nyumbani pale kama ilivyokuwa hapa, tutamweka ndugu yetu hapo tayari kabisa kwa ajili ya kesho, ambapo pia nako mara baada ya ibada huko itakapofanyika, basi moja kwa moja tutaelekea makaburini, na ni makaburi ya familia. Kumbuka ni eneo la pale nyumbani. Kumbuka tumekuwa tunazungumza siku zote kwamba Sebo alishapendekeza eneo lake mwenyewe la kuzikwa, hivyo basi eneo hilo ambalo linapendekeza ndipo tayari hivi sasa kaburi linaendelea kutengenezwa, na ndipo tutakapompumzisha mwenzetu hapo kesho panapo majaliwa. Hivi sasa basi shughuli zinaendelea hapa za kupata chakula na mambo mengine. Basi muda si mrefu tutaanza safari kwa ajili ya zoezi hili pamoja na waombolezaji wetu.